Haya, asante sana Mbarali. Peoples. Asa watu wa Mabadaga, mmetisha sana. Uongo kweli? Bwana OCD, siku ile ungeniacha nisalimie hapa nisingerudi. Sasa nimerudi. Na usikilize. Tashughulika na wewe, tashughulika na bosi wako, kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu mnaohusika kuharibu sana nchi hii. Na nitakufundisha kushughulika na wewe katika aina ya kukufundisha. Kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnaharibu sana. Na unaharibu mpaka unaharibia na watoto wako. Nchi hii tunataka tuijenge iwe sehemu bora hata kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako. Kwa sababu hawa mnaotaka kuwabeba na kuwatetea hawabebeki. Nchi imeisha washinda. Miaka 63 wamechoka, hawabebeki. Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapa, ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba 1. Inasema hivi: msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie, huyo OCD, mamlaka ulionayo ni ya wananchi hao. Ndio wamekaimisha kwa. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi. Ndio maana ya ustawi. Na D, serikali itawajibika kwa wananchi. Kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto, kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27: watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii, pamoja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba inasema hivyo, kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri, hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana. Ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja,
zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu 945. Mkoa wenu wa Mbeya una ukubwa wa kilomita za mraba 35,954. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Mbeya ni kubwa mara 2 kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina watu takriban milioni 10 na kitu. Mbeya wakazi wake wote hawafiki milioni 2.5. Tunapokuja Mbeya tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima. Watu milioni 2. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 9, 10, 12 kwenye sehemu ndogo kuliko Mbeya. Hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini, wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii, kwa sababu tuna kila kitu lakini hatuwezi kutumia rasilimali hizo. Nchi hii, ndugu zangu, ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ina madini yanaitwa Tanzanite, yanapatikana Mererani, Arusha. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Na madini ya Tanzanite yanatoka hapa. Kwa takwimu za serikali ya India, yanaajiri watu milioni 6 India, wenye permanent job, kazi za kudumu zinazotokana na lapidary, ukataji wa madini, uchongaji wa madini ya Tanzanite. Na India ndio nchi inayouza madini ya Tanzanite kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Madini yanatoka Tanzania. Watoto wenu wanakwenda shuleni, wanafundishwa panzi yana miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba Tanzanite yenu ikawatajirishe wao. Nyie mnabaki mnasoma madudu kwenye shule zenu. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanapatikana Kabanga. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, ukija Mbeya, Chunya ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na hapa Mbarali ni dhahabu, unaenda Ruangwa ni dhahabu. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Nchi yenye almasi, ukienda Mwadui, Shinyanga kuna almasi. Mbuga kubwa kuliko zote duniani ziko Tanzania. Seru ina ukubwa kuliko nchi ya Israeli. Mbuga zetu, ukichukua mbuga ya wanyama ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukizikombai. Mbuga zetu ni bora duniani. Tuna maji, tuna ardhi, tuna kila kitu kinachohitajika. Ukienda hapa Rudewa, Njombe, kuna chuma, mlima unaitwa Mchuchuma, mlima wa chuma. Alafu Mungu alivyotupenda akatuwekea na mlima wa pili unaitwa Liganga, akaweka makaa ya mawe. Makaa ya mawe yanatumika kuzalisha umeme wa kuyeyusha chuma. Alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapo Iringa. Chuma chetu tunaweza kuchimba miaka 100 hakijaisha. Kiko Tanzania. Ukienda Mtwara, tulikuwa Mtwara, na ndicho kilichosababisha wamemkamata Lissu na kumpa kesi ya uhaini. Nitazungumza. Ukienda Mtwara unakuta gesi futi za ujazo trilioni 54.5.
gesi tunayoweza kutumia maelfu kwa maelfu ya miaka. Tuna bahari ambayo ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na tuna nautical maili 200 kuingia ndani. Tumebarikiwa kila kitu. Niliwahi kumsikia rais wa Brazili anasema Mungu ni Mbrazili kwa jinsi alivyowapendelea. Nikasema huyu hajui Tanzania. Inawezekana Mungu ni Mtanzania. Hakuna nchi nyingine yoyote duniani iliyopendelewa kama sisi. Ukienda pale Mpiji, Dar es Salaam, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu, wamesema wakiyatoboa nchi hii, tazama, ni nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi baridi, maji bora kwenye dunia hii. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, tunazungumza kuhusu matundu ya choo shuleni, tunazungumza kuhusu madawati. Watu wanafikiria wasafirishe watu wao wawapeleke mwezini, ikitokea vita ya dunia wawe na uwezo wa kuchukua watu wao wawaokoe kutoka dunia hii. Sisi nchi tulizokuwa nazo zimetuacha. Korea wamepigana vita ya wenyewe kwa wenyewe, Korea Kaskazini na Korea Kusini, mwaka 55. Vita iliyoua watu milioni 6. Miundombinu yote ikaisha. Korea ikaanza, watu walikuwa na shida. Korea walikuwa na kula mizizi ya miti na matawi ya miti. Leo ukiona simu ya Samsung ni Korea, ukiona TV ni Korea, ukiona speaker ni Korea, ukiona gari inaitwa Hyundai ni Korea. Sisi hatuwezi kutengeneza hata njiti ya kutolea nyama kwenye meno miaka 63 baada ya uhuru. Watu wetu ni maskini, umaskini wa kutengeneza, umaskini unaoandaliwa na viongozi wachache wanaopora rasilimali za nchi yetu kwa kutumia jeshi na polisi linalolinda watu wanaopora rasilimali za nchi yetu. Nchi yetu iko kwenye state capture, imetekwa. Utawala umetekwa na watu wachache, unatesa watu wengi. Ndio maana tunapotoka kuzungumza wanataka kutumaliza, wanatutengenezea ajali, wanataka watuue, wanataka watufunge. Hapa kwenu, jirani yenu Kituro hapa, kuna bustani ya Mungu ambao wazungu wanatoka, haiko kwingine kokote duniani, ni hapa kwenu. Wazungu wanakuja hapa kuangalia hiyo bustani. Na kama ingekuwa imeendelezwa vizuri, eneo lenu la Mbarali na nini, imetangazwa hiyo bustani, kungekuwa na viwanja vya ndege vikubwa hapa, wazungu wangetua kwa mamilioni, ungekuwa na maisha mazuri. Licha ya hivyo, watu wetu mnachapa kazi. Katikati ya rasilimali zote hizi, watu wetu ni maskini. Kwa nini? Kwa sababu watu tulionao hawafikirii kuhusu maisha yenu. Hebu fikiria hivi. Fikiria hivi. Nchi hii nikiwa bungeni, na unisikilize OCD. Mwaka 2017, wakati Rais Magufuli anaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na wanaanza kujenga SGR, nikawashauri bungeni. Nikamwambia hivi, Mheshimiwa Rais, iko kwenye YouTube, kabla hamjaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, jambo la kwanza, tujenge kiwanda chetu cha kuzalisha chuma, kwa sababu tutahitaji chuma cha kutisha kujenga hilo bwawa. Tutahitaji chuma. Kila siku watu wanajenga majumba, wananunua nondo. Kila siku tunahitaji chuma, na nchi zingine ambazo zina chuma zitanunua kutoka kwetu. Tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kila kiwanda kilikuwa kinahitaji dola za Kimarekani bilioni 3. Dola za Kimarekani bilioni 3 ni kama trilioni 7.8. Trilioni 7.8. Tumekamilisha hicho kiwanda. Kingeajiri vijana wa Kitanzania 60,000 ambao wana direct employment, wana ajira ya moja kwa moja, watu 60,000. Watu 60,000. Hapo hujazungumzia kampuni ambazo zingefanya kazi mle ndani, zinaitwa subcontractors. Kampuni imenunua kwake karatasi,
kampuni imenunua kwake tairi, kampuni imenunua kwake chakula, imekuja hapa Kapunga imenunua chakula kwenu. Yani hapo hujagusia hizo subcontractors. Tunazungumzia wale walioajiriwa moja kwa moja 60,000 vijana wa Kitanzania. Kwa hiyo kabla hujaanza kujenga, ukitengeneza kiwanda chako cha chuma, unazalisha chuma, unamuita yule unayempa yule Arab contractors kutoka Uarabuni, unampa kazi ya kujenga bwawa, unamwambia sikiliza bwana, unataka shilingi ngapi kunijengea bwawa? Shilingi kadhaa. Wewe SGR shilingi kadhaa. Sasa tunakupa kazi, lakini kwenye mkataba chuma chote utanunua ndani. Kwa unampa pesa kwa mkono huu, unazichukua kwa mkono huu, zinarudi ndani ya nchi yako. Maana yake nini? Maana yake nini? Maana yake kwanza, wale vijana walioajiriwa kwenye kiwanda ni Watanzania wenzetu. Wangepata kazi pale kiwandani. Wakipata kazi, huyu kijana akilipwa hii fedha, atahitaji kujenga nyumba. Kwa hiyo na fundi, atampa fundi amjengee. Fundi huyu akipata pesa, atakunywa chai kwenye mgahawa wa huyu mama. Huyu mama akipata pesa, atanunua sukari kwenye mtu mwenye duka. Lakini vile vile ataagiza bodaboda mletee simenti kutoka dukani. Bodaboda atapata pesa, atanunua mafuta kwa mtu mwenye kituo cha mafuta. Yule mtu ataajiri mlinzi. Mlinzi akipata pesa, atanunua nyanya kwako. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Hawakunisikiliza, wakatudharau. Leo, mwaka jana, serikali ya nchi hii, kwa takwimu za serikali, wameingiza chuma ndani ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3. Hapo ni mwaka jana. Hatujazungumzia mwaka juzi, hatujazungumzia mwaka mwingine. Wameingiza chuma cha trilioni labda 10 kwa miaka mitatu. Ulikuwa unajenga kiwanda chako cha trilioni 7.8, uchimbe chuma miaka 100, uwauzie wa Kenya, uuzie Ethiopia, uuzie Uganda, kiwanda chako kiajiri watu, pesa iingie ndani ya nchi yako ikujengee uchumi. Maana yake kile kiwanda kingelipa corporate tax, serikali ingepata mapato zaidi. Kingelipa pay as you earn ya wafanyakazi, serikali ingepata kazi zaidi. Hawa askari wanaolipwa mshahara kiduchu wangeongezewa pesa. Lakini vile vile kuna mashule yana walimu, kwa sababu serikali inasema haina fedha. Hizo fedha zingebaki ndani ya nchi, tungeajiri vijana zaidi. Wewe uliyesomesha mtoto wako leo unaangalia, unasema bora nisingeuza mpunga wangu kusomesha mtoto kwa sababu amerudi kuja kukuangalia. Leo mtoto wako angekuwa na kazi, angekuwa anafanya kazi. Lakini wanachukua hizo fedha, wanasafirisha nje ya nchi zikajenge uchumi wa watu wengine kuliko kubaki ndani ya nchi. Tukisema tunakosea, tunasema ukweli. Ukweli. Sikilizeni watu wa Mbarali. Sisi leo ripoti ya CAG inasema serikali imefanya matumizi, yani matumizi yasiyokuwa na tija, ya shilingi bilioni 371. Matumizi ya hovyo bilioni 371. Ukienda Chunya, vijana wetu wanahitaji kuchimba madini, tunayo, wangepewa vitaru, lakini hawana hata mitaji. Anakuja Mchina, ana shilingi bilioni 1, kama mashine ka bilioni 1 kwamba ni mtaji, anapewa kuchimba. Wanaoingizwa kwenye mashimo ni vijana wa Kitanzania, ndio wanamchimbia. Yule Mchina anachukua dhahabu, anaenda kuuza kwao, anajenga nchi yao. Lakini leo kama hizi fedha zilizotumiwa vibaya wangepewa vijana wa Kitanzania, wangechimba, wangeuza, utajiri ungerudi hapa. Wangejenga guest house, wangeajiri watu wetu. Wangejenga hoteli, wangeajiri watu wetu. Fedha ingezunguka humu, ingetoka nje ije ndani. Iko hivi, kanuni ya uchumi. Kanuni ya uchumi. Kwa nini ziwa linakuwa na maji mengi lakini mto hauwezi kuwa na maji mengi? Kwa sababu mto maji yake yanatembea. Ziwa linaweza kuwa na maji mengi kwa sababu lina uwezo wa kushikilia fedha muda mrefu. Hakuna nchi iliyoendelea duniani ambayo haina uwezo wa kuwa na viwanda vya basic industries. Ndicho tunachozungumza OCD.
Haipo. Kama wewe unaenda kwenye mgahawa hapa Mbarali, unakuta American Garden tomato sauce imetoka Marekani, unatengenezaje ajira kwa watu wao? Miti inatoka Mfindi inakwenda kutengeneza toothpick, tunarudishiwa hapa. Wasukuma wanalima pamba Shinyanga, Simiu, Geita. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya pamba. Leo tunasafirisha pamba nje ghafi, alafu tunaenda kununua pamba za kusafisha vidonda kutoka nje. Hatuwezi kutengeneza viwanda vya kutengeneza gozi za pamba za hospitalini ili mama zetu wakijifungua wafungwe. Tunahitaji zitumike. Tutengeneze pampers hapa. Tunasafirisha pamba kwenda China kwa bei rahisi, inarudi kama pampers tunainunua shilingi 10,000 ambayo tulinunua kilo nzima ya pamba. Ka pampers kana nusu kilo ya pamba. Tumerogwa. Iko hivi. Hebu sikilizeni. Unaenda Tanga, walikuwa nalima mkonge. Unaenda Lindi, walikuwa nalima mkonge. Unaenda Mtwara, walikuwa nalima mkonge. Wanazalisha magunia. Tunahitaji magunia kubeba mpunga. Tunahitaji magunia kubeba korosho. Tunahitaji magunia kubeba viazi. Tunahitaji magunia kubeba kila kitu tunacholima. Mahindi. Leo mashamba yameuawa. Mkonge umekufa. Tukitaka kununua magunia, tunaagiza kutoka Indonesia na India. Utatengenezaje ajira kwa watu wako? Tuna serikali ambayo haifikiri kuhusu watu. Imefanya vijana wetu kuwa maskini. Wanaishi kwa kufanya betting, kana kwamba hatuwezi kuwa na akili ya kutengeneza uchumi miongoni mwetu. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya tairi. General Tires ilikuwa inazalisha tairi za magari miaka ya 70. Tunatengeneza betri za magari ya Yuasa. Tunatengeneza betri za tochi. Leo miaka 63 kuna bodaboda kila kijiji na kitongoji. Tuna bajaji. Hatuwezi kutengeneza tairi za bodaboda. Pesa inatoka Mbarali, Ubaruku, inakwenda Guangzhou China kuagiza tairi na kwenda kutengeneza ajira kwa Wachina ambayo ingekuwa hapa ingewatengenezea ajira kwa watoto wenu. Mtatengenezaje huo uchumi? Inawezekanaje? Nchi ya ajabu. Alafu tukizungumza haya mnatutisha na mabunduki, mnataka kutuua. Tumesema nini kibaya hapa? Katiba yetu inasema tulinde uchumi wa nchi yetu. Tumeharibu nini hapa? Tulikuwa Ruvuma, tumekutana na maelfu ya maroli yanabeba makaa ya mawe, yanasafirisha utajiri wa watoto wetu, yanapeleka India, yanapeleka China. Watoto wetu wanabaki maskini. Tutabaki na mashimo hapa. Rais Samia ameingia, amekuta tuna bandari. Bandari ni mlango wa fedha. Bandari. Tunazungukwa na nchi 8 landlocked. Malawi, Kongo, Zambia, Rwanda, Burundi, Uganda. Ili mtu aendeshe gari Kongo, mnaona zinapita hapo kwenye barabara yenu, zimetoka Kongo. Ili mzigo utoke Kongo uende China au mzigo wa Zambia, lazima upite kwenye bandari yetu. Mungu ametupa maji bure. Maji yako pale bure. Hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, ili zile meli zikija zisimame pale. Mkongo akiua mtu, akiiba, akinunua greda, inapita kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Wewe pesa umeingiza. Wewe unaingiza pesa. Mlango wa pesa bure. Tunazungukwa na nchi 8 landlocked. Kwamba leo sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari. Tumezikabidhi kwa Dubai. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Dubai ni jangwa. Watu walikuwa wanatembea miguu peku, wanaokota tende. Wamevumbua pipa la kwao la kwanza la mafuta mwaka 69. Sisi mwaka 63 tuna chuo kikuu.
Dubai hawana hata shule mwaka 63. Leo wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Hatuna watoto wa Kitanzania katikati ya watu milioni 63 wa kusimamia bandari. Tumewakabidhi Waarabu milioni 3 mpaka Yesu atakaporudi. Tukisema tunaongozwa na watu wasiokuwa na fikra, tunakosea. Tunasema ukweli. Wanauza utajiri wa watoto wenu. Umaskini wenu ni wa kutengeneza. Hawa watu wanaokabidhi bandari kwa Waarabu hawawezi kukusanya mapato. Wanakuja kumwonea mama anayelima kwa jembe la mkono, anasubiri mvua miezi 3, anasubiri kuvuna mpunga, mnakuja kumpa ushuru. Mmerogwa nyinyi. Sio bure. Sikilizeni Mbarali, sikilizeni. Sisi Mwalimu Nyerere ametujengea uwanja wa ndege wa KIA, Kilimanjaro International Airport, na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam. Kila mtalii akitua pale analipa dola 55 kwa kutumia uwanja wetu. Akiwa anaondoka analipa dola 55, dola 110. Dola 110 ni shilingi 300,000. Wanaingia watalii milioni 1,500,000 kwa mwaka. Uwanja upo, ulishajengwa. Ukitokea Nyufa urekebishe, ukitokea Kigai kimebomoka kama nyumbani kwako. Watu watue pale, wakulipe pesa. Eti hiyo nayo hatuwezi, tumeikabidhi serikali ya Oman. Yani kwenye dunia hii nchi kubwa za viwanda zinazozalisha hewa ya ukaa zinachafua ozone layer, zinatengeneza kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Umeshausikia? Ndio maana leo hautabiri mvua zilizokuwa zinanyesha mwezi wa 2 zinaweza kuja mwezi wa 6, zikaja nyingi zaidi, zikaja kidogo zaidi. Mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nchi zilizochafua hali ya hewa huko angani, zinazozalisha gesi nyingi ya ukaa, kama China, kama Marekani, kama India, nchi zenye viwanda kama Uingereza, sheria ya dunia inasema zitakuwa zinakatwa pesa, zinapelekwa kwenye nchi ambazo zinazalisha oksijeni nyingi. Sisi ni nchi iliyo qualify kwa kuwa na misitu mingi ya kuzalisha oksijeni nyingi. Kwa hiyo tuna misitu. Serikali yetu imeingia mkataba na serikali ya Saudi Arabia kwamba misitu yetu isomeke huko duniani kwamba ni ya Saudi Arabia. Saudi Arabia ndio wakusanye pesa alafu watugawie sisi. Alafu watu wanaofanya maamuzi ya hovyo namna hii wanakuja kuhangaika na mama wa ubaruku wa Mbarali kumuomba shilingi 200-300 kwenye gunia la mpunga. Tukisema haya wanatuchukia, wanatutisha. Na wanaotutisha, mimi nimesoma kitabu cha Jamari Rwambo, alikuwa RPC, anaeleza jinsi alivyomaliza uRPC wake na jinsi maRPC wanapomaliza wanateseka. Ni askari, ni ndugu zetu. Acheni haya mambo. Hakuna miongoni mwenu anayelipwa hela ambayo mimi nimewahi kulipwa. Mimi nilikuwa mbunge, mshahara milioni 12. Posho kwa siku 420,000. Tunachotaka ni kuwabadilishia hata nyie maisha. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Hatuna shida yoyote na mtu yoyote. Tunahitaji rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili yetu. Leo Lissu anasema haya, wamemfungulia kesi ya uhaini, treason. Rais Samia tulikutana naye Ikulu na mimi nilienda tarehe 20 mwezi wa 5. Nilikuwa miongoni mwa watu 5 wa chama chetu walioenda kuzungumza naye. Akasema yaliyokuwa yanajitokeza chini ya mtangulizi wake hayatajirudia chini ya utawala wake. Rais Samia katika kipindi cha miaka 3 ya serikali yake wameattempt kuwafunga viongozi wetu kwa kesi ambazo wangenyongwa. Mwenyekiti wetu Mbowe walimfungulia kesi ya ugaidi. Wakakaa naye miezi 8. Hukumu ya ugaidi ni kunyongwa mpaka ufe. Mungu ndiye anatupa maisha. Mungu ndiye anajua siku zetu. Unakaa na mtu miezi 8, unaharibu maisha yake kwa uongo. Huwezi kufidia hizi siku ulizonyang'anya kwa kumkalisha gerezani kwa uongo. Wakaenda wakashindwa kumfunga Mbowe, wakamwachia miezi 8. Leo wamemkamata Lissu, mtu aliyepigwa risasi 16 Mungu akamuokoa. Wanataka kumuua, kesi ya treason. Lissu akikutwa na hatia
ni kunyongwa mpaka kufa. Wanataka wamnyonge Lissu kwa kosa gani alilolifanya? Kwa kusema kwamba nchi hii haina uchaguzi huru, uchaguzi unaibiwa. Tunachodai ni uchaguzi huru kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, ili nyie watu wa Mbarali muamue nani awe kiongozi wenu, ili awajibike kwenu. Muwe na uwezo wa kusema wewe mbunge hatukutaki, au tunamtuma huyu akazungumze kwa niaba yetu. Ndio tunachodai. Wanataka kutuua kwa madai haya. Nani anasema hayo madai ni ya uongo? Nani anaweza kusimama akasema uchaguzi hauibiwi nchi hii? Nani anaweza kusema hivyo? Sasa ndugu zangu, kama walimkamata Lissu wakifikiri kwamba watatutisha, hatutawapigia magoti. Nitaongoza hiki chama kama alivyo Lissu kwenye no reforms, no election katika nchi hii. Na hatutawapigia magoti. Tunachowaomba mtuunge mkono. Tunachowaomba Mbarali mtuunge mkono. Tubadilishe nchi hii kwa ajili ya watoto wenu. Tunahitaji mfumo huru wa uchaguzi ambao hata Chadema ikiingia madarakani ikishindwa kutekeleza yale inayowaahidi, muwe na nguvu kwa mujibu wa katiba ya kuipiga chini Chadema na kuweka chama kingine ili tuheshimiane katika taifa hili. Ndicho tunachodai. Tunadai mwananchi aheshimike. Tunadai kura yako ihesabike. Hatujatenda uhaini. Wahaini ni wale wanaoiba uchaguzi katika nchi hii. Lissu hawezi kuwa muhaini. Lissu hawezi kuwa muhaini. Wahaini ni wale wanaoiba uchaguzi, ikiwemo wa vijiji na vitongoji. Hawa watu waliotuibia uchaguzi. Halafu eti watu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanatuambia sisi tukasaini maadili ya uchaguzi. Watu wasio na maadili wanatuambia sisi tukasaini maadili. Watu wanaoiba uchaguzi wana maadili? Maadili gani wanataka tukasaini sisi? Wapeleke mambo yao ya hovyo. Eti nyanye Chadema haitashiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Hakuna uchaguzi nchi bila Chadema. Na msajili ukome kutuandikia barua vyako. Kama unafikiri unaweza kuifuta Chadema, ifute. Chadema ni imani ya wananchi. Na sikilizeni, kuna watu wamekaa kama fisi kwamba Chadema asipokuja, unajua fisi anategemea mkono wa mtu. Sikilizeni, msijiunge na vyama ambavyo vipo kwa ajili ya kuijenga CCM. Tunahitaji mfumo usio na upendeleo. Wamefikia sehemu mtu ananipigia simu ananiambia, unajua mkikubali kuingia kwenye uchaguzi tutawapa wabunge kadhaa. Yaani kwamba CCM ndio inatupa sisi wabunge, sio wananchi wanaotupa wabunge. Wanakaa bungeni OCD. Wanakaa bungeni wanajadiliana kwamba sio mama mteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Kwamba tayari Samia ameshashinda uchaguzi. Sasa kwa nini mnatumia bilioni 500 kuharibu kama ameshashinda uchaguzi? Si waongezeni hata mshahara. Hizo bilioni 500 mnakopa askari wadogo, mnawaleta hapa, mnawasafirisha hamuwalipi per diem zao. Simchukue muwape alafu mjitangaze. Kama watu wanakaa bungeni wanajadili kwamba mama ameshashinda, sio Majaliwa awe waziri mkuu, alafu mnatuambia Chadema tushiriki. Twende kuraba stampu ujinga huo. Wangapi wanasema tukashiriki ujinga huo? Wangapi wanasema msimamo wetu ni sahihi? Nyosha mkono wananchi wao. Huo ndio msimamo wa Tanzania. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Hakuna mabadiliko, no reforms. No reforms. Ndio msimamo wa Tanzania, ndio msimamo wa chama chetu. Na hatutarudi nyuma. Safari hii mmeyatimba.